Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaimba tenzi namba 9, Yesu kwetu ni rafiki. Baada ya hapo tutaomba kwa ufupi, tutaanza pale tulipoishia. Yesu kwetu ni rafiki, waliwaja pia, tukiomba kwa Baba, maombi yasikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu, dua angesikia. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao umetupa neema. Tunasogea mbele zako tena, Mungu wetu wa mbinguni, kwa ajili ya ratiba hii ya usiku huu, kwa ajili ya kwenda kujifunza neno lako la uzima. Tunaomba utusaidie, Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa mawazo mabaya, tunakataa hali ya usingizi, tunakataa hali ya uchovu katika jina la Yesu. Mkono wako uwe pamoja nasi, Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu, utufundishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuliye hai. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama jinsi tunavyoendelea na somo letu hili, tunaanza pale tulipoishia jana. Tulipoishia jana juu ya sifa za watu wanaofananishwa na mbegu zilizodondoka au zilizoanguka kando ya njia. Jana tuliangalia haraka, nitapitia tu haraka kwamba sifa ya watu ambao wanafananishwa na mbegu zilizoanguka karibu na njia. Tukaona kwamba wanasikia neno lakini hawaelewi, wanaweza kushangilia na kuitikia vizuri lakini wakiuliza hawezi kujibu, wanaweza kuona ibada ni jambo la kawaida, dhambi kwao sio dhambi. Lakini leo nataka tuingie katika sifa ya 5. Sifa ya 5 ya watu hawa wanaofananishwa na mbegu zilizoanguka kando ya njia ni hawawezi kutambua Yesu. Hawawezi kumtambua Yesu, kama jinsi ilivyoandikwa katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 24 mstari wa 32. Biblia inasema ya kwamba wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Hapa Biblia inatuonyesha ya kwamba watu wawili ambao walikuwa wanaelekea katika kijiji cha Emau, mmoja wapo alikuwa anaitwa Kleopa, walikuwa wakizungumzia habari za Yesu. Wakati wakitembea njiani, mara Yesu akatokea katikati yao, lakini Yesu akajifanya kama hajui kwamba ni Yesu. Lakini wakati alipoendelea kudadisi zaidi juu ya habari ambazo walikuwa wanazungumzia kina Kleopa, lakini wakina Kleopa walimshangaa Yesu, wakasema kwamba wewe ni mwenyeji wa wapi? Hujui habari za huyu Yesu. Hapa haraka tunaona kwamba kwa mahojiano hayo yanaonyesha kwamba walikuwa hawamtambui Yesu, japokuwa walikuwa wamesoma andiko, walikuwa wanaabudu kama kawaida, lakini hawakujua Yesu Kristo. Ndio maana anasema kwamba baada ya mikate kula ile mikate, macho yao yakafumbuliwa. Baadaye wakashangaa kwamba kwa nini mioyo yetu haikuwaka ndani yetu mapema wakati tukiwa njiani tunatembea naye.
Kwa hiyo kuna watu wanaweza wasimtambue Yesu pia wakawa kanisani, wanaweza wasimtambue Yesu Kristo. Lakini ni maombi yetu katika usiku wa leo, hata wale wanaotusikiliza wamtambue Yesu Kristo, waachane na dhana ile ya kwenda kanisani bila kujua ya kwamba wanaabudu nani. Watoke katika ibada ya kawaida, wamjue Mungu wa kweli, wamtambue Yesu Kristo katika mazingira yote. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya 6 inasema ya kwamba wanaona kwenda ibadani inatosha kuliko kuacha dhambi. Wanaona kwenda ibadani inatosha kuliko kuacha dhambi. Hawa watu ambao tunasali nao, watu ambao tunaabudu nao, mioyo yao inaridhika na ibada, kuhudhuria kanisani, lakini kuacha dhambi hawawezi kuacha, kwa sababu mioyo yao imetiwa ganzi, mioyo yao imetiwa giza. Katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari ule wa 20, Yohana 4:20, Biblia inasema hivi: baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Tunaona hapa majibizano au mahojiano kati ya Yesu na Msamaria. Msamaria alibaki katika ibada ya babu zake, ya ndugu zake, baba zake, kwamba baba zake walikuwa wanaabudu katika mlima, walikuwa wanaabudu katika maeneo fulani, lakini kuacha dhambi walikuwa hawaachi. Walikuwa wanaabudu kama desturi, lakini sio kuabudu na kuacha dhambi. Ndio maana hapa anasema kwamba baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba watu wanashikilia imani mbalimbali walizorithishwa, kama vile kuabudu kwenye milima ya matambiko. Kuna watu wanaabudu mapangoni kwa sababu babu zao walifanya hivyo. Kuna watu wanaabudu katika makaburi kwa sababu babu zao walifanya hivyo. Kuna watu wanaabudu jua kwa sababu babu zao waliabudu jua. Kuna watu wanaabudu sanamu kwa sababu babu zao waliabudu sanamu. Kuna wengine wanaabudu ndama kwa sababu babu zao au ndugu zao wanaabudu ndama. Na pia kuna watu wanaabudu msituni kwa sababu ndugu zao waliotangulia waliabudu msituni, na kadhalika. Wengine pia wanaabudu katika miti mirefu kwa sababu wako watu au ndugu zao wanaabudu katika miti mirefu. Lakini Biblia inatufundisha ya kwamba tuwe na ibada ya kweli. Tuachane na ibada ya kuabudu tusivyojua. Tuache ibada ya kuabudu vitu, bali tumwabudu Mungu aliye hai, Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika sifa hii tunawaweka watu wenye tabia hii katika kundi hili. Watu wenye tabia hii wanaona ibada ni jambo la kawaida. Tunaweka katika kundi hili la kwamba ni watu ambao wanafananishwa na mbegu zilizoanguka kando ya njia. Kando ya njia. Hao ni watu ambao wanalisikia neno tu, bali si watendaji. Maana dhambi hawezi kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya 6, hii ilikuwa ni sifa ya 6, lakini tunaingia katika sifa ya 7 ya watu hawa ambao ni wasikiaji wa neno la Mungu, lakini hawalielewi, hawaliishi. Wanaweza kuchagua watumishi wanaowakubali, lakini wengine wanadharaulika. Wanachagua watumishi wa kuwaongoza. Akisimama mtu fulani, wao pengine wakisikia hawawezi kuja ibadani, hawawezi kulisikia neno la Mungu kwa sababu ni mtu fulani. Wanasema kwamba laiti angekuwa mtu fulani, angekuwa mtume fulani, angekuwa mchungaji fulani, angekuwa mtumishi fulani. Lakini wengine hawawezi kusikilizwa.
hawa watu wa tabia hii ni watu ambao wanafananishwa na mbegu zilizoanguka kando ya njia. Katika Biblia takatifu, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12, Biblia inasema hivi: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kweli kusema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Halafu katika kitabu cha Wakorintho hiyo sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 7 inasema: maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo apandaye si kitu, wala tiaye maji, bali Mungu akuzaye. Kwa hiyo kauli ya kusema kwamba mimi ni wa mtu fulani, hii kauli inaonyesha ya kwamba hapa mafarakano yameingia ndani ya mtu. Maana yake ni kwamba watu hawa wenye tabia hizi wanapenda kuwachagua watumishi namna hii. Unakuta mimi ni wa mfuasi wa mtu fulani, kama jinsi ilivyotokea hapa, ambapo maandiko hayataki iwe hivyo, kwa sababu hao watumishi wa Mungu waliowekwa na Mungu, unakuta mwingine amepewa nafasi hiyo akatenda kwa kadiri ya Roho aliyomjalia, lakini mwenye kukuza ni Mungu. Mungu yeye ni bora zaidi, ni Mungu ambaye ni wa kuaminiwa zaidi. Mwanadamu ni mwanadamu tu, mwanadamu yeye ni mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu naye anamtegemea Mungu vile vile. Kwa hiyo tabia hii ya watu wa Mungu sio nzuri, ya kuwachagua watumishi wa Mungu namna hii, kwa sababu inaonyesha kwamba hawa watu wenye tabia hizi wanafananishwa na mbegu zilizoanguka penye njia. Ni watu wanaosikia neno la Mungu lakini hawabadiliki. Sifa ya 8 ya watu hawa ambao wanafananishwa na mbegu zilizoanguka kwenye kando ya njia. Sifa hii ya 8 inasema wanatawaliwa na matendo mabaya. Wanatawaliwa na matendo mabaya, mioyo yao inatawaliwa na matendo mabaya. Hawa wa karibu na njia ni watu ambao tabia za mwilini hazijaondoka, kwa kuwa wanafanana na wapagani. Yaani wametofautiana kidogo na wapagani. Utofauti wao tu ni kwa sababu wanasali, wapagani hawasali kanisani. Matendo yao hayo ni kama yalivyokuwa kwa Wagalatia. Jinsi ilivyokuwa kwa Wagalatia, walikuwa na kawaida namna hiyo. Matendo ya mwilini yalikuwa kama kawaida juu yao. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21, Biblia inasema ya kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tunaona kwamba Paulo anawaandikia Wagalatia juu matendo ya mwili ya kwamba yako wazi tu. Mambo yako wazi, matendo ya mwili yako wazi: uasherati, ametaja uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui na mambo mengine yanayofanana hayo.
Kwa hiyo watu walioko katika tabia hii, mbegu zilizoanguka kando ya njia, wana matendo haya yote pamoja na mengine ambayo yanafanana na haya yaliyotajwa katika kitabu cha Wagalatia, hii sura ya 5 mstari 19 hadi 21. Lakini tabia ya 9 ambayo tutaishia hapa kwa leo, tabia ya 9 ya watu ambao ni wasikiaji wa neno au wanaofananishwa na mbegu zilizoanguka karibu kando ya njia, ni wepesi kukwazika sana. Wanakwazika sana kanisani, watumishi wa Mungu wanavyohubiri neno linapowagusa, wanakwazika, wanaweza kukata tamaa, wanaweza wasije ibadani, wanakwazika haraka, wanakerwa haraka. Watu wa aina hii wamejawa na hasira kutokana na mioyo yao imetiwa ganzi ili wasielewe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona matendo haya yako wazi zaidi kwa watu ambao ni wasikiaji wa neno. Ni maombi yetu katika usiku huu, Mungu atusaidie tusiwe wasikiaji wa neno, na hata pia wapenzi watazamaji na wasikiaji pia wengine wanaotuangalia katika mtandao, Mungu awabadilishe wasiwe wasikiaji tu, wasifanane na mbegu zilizoanguka karibu na njia, zilizoanguka kando ya njia, maana ni hatari. Biblia inasema kwamba hawataurithi ufalme wa Mungu, kwa sababu hawa wanafanana na wapagani. Matendo yao hayampendezi Mungu, hawawezi kubadilika neno linapohubiriwa, hawawezi kuonyesha tofauti yoyote na wapagani. Ni watu ambao wana upagani ndani yao kwa asilimia zote, ila tu tofauti wao, wanaingia kanisani, wanasali tu, wanaonekana wameingia ibadani. Hata wewe unaotuangalia, wewe unaotusikia, kama una tabia kama hizi, badilika. Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu anapenda ubadilike. Amua leo ili uweze kubadilika, uwe kiumbe kipya. Ya kale hayo uliyoyatenda yatosha sasa, ubadilike. Mungu anakupenda sana, anataka ubadilike, akubadilishe na wewe uwe miongoni mwa wale wanaomwamini Kristo, uwe miongoni mwa wale ambao wanamtambua Kristo, uwe miongoni mwa wale ambao wanaosafiri, wanaotegemea kunyakuliwa, sio wale wanaobaki. Utakapoamua, Mungu atakuwa pamoja na wewe, na Mungu akubariki sana. Asante kwa kutusikiliza, asante kwa kuwa pamoja nasi. Basi tumshukuru Mungu kwa ufupi. Baada ya hapo tutaishia hapa, tena mbele za Mungu tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Asante Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya wakati huu. Neno hili ambalo tumejifunza litukuzwe, liinuliwe, libarikiwe. Zaidi ya yote Bwana, tazama tunachoomba mbele zako. Tunaomba hata wale wanaotusikia, wanaolisikia neno hili, uwabadilishe, watie nguvu, uwasaidie, wabadilike, wasiwe kama walivyokuwa. Badilisha mioyo yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Bwana pia kwa ajili ya wakati huu. Mungu wetu wa mbinguni, tunakuamini na tunaamini uweza wako. Kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen.